ni ata'un min al-mu'ti. Hadhara ya mtume ni kipaji kutoka kwa alotoa vipaji, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nikisema namna hii ni kumaanisha ya kwamba tumeambiwa hapa tumekuja kuvuna leo. Ndio maana nasema ni ata'un min al-mu'ti, kwamba hadhara hii ya mtume ni kipaji kutoka kwa anayetoa vipaji, naye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kila anayekuja hapa anakuja kuteka, anakuja kuchukua, anakuja kubeba, anakuja kuvuna. Kila mtu anavuna kwa namna yake. Kuna ambao kwamba walofungukiwa katika biashara zao, kuna ambao kwamba walofungukiwa katika riziki zao, walotengezeka katika ndoa zao. Kwa nini tusiyapate yote haya? Kwa wakati huyu tulemkusanyikia hapa, Mwenyezi Mungu tayari amemzungumza katika suratul Duha aya ya 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Mtume Muhammad apewa certificate direct na Mwenyezi Mungu. Certificate hii ni ya ata, wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Alafu huyu mtumi ndiye ambaye kwamba alosifika kwa sifa kubwa alopewa, ni sifa ya kutoa. Mtume ilikuwa akipenda kutoa, miongoni mwa sifa zake kubwa akipenda kutoa. Sasa kwa kuwa leo tumekuja hapa, huyu tuliyemkusanyikia, mmoja katika sifa zake akipenda kutoa, tuna imani siku ya leo kwa uwezo wa Allah, kila atakayeondoka hapa kwa anachokitaka yeye atakipata kutoka kwa ashraful khalqi sayyidina Muhammad. Kila mtu atapata anachokitaka yeye kutoka kwa mtume Muhammad. Napenda kutanawal katika aya ambayo kwamba niloisoma, wala saufa yu'tika rabbuka fatarallah. Sote tunafahamu tafsiri yake, lakini lau utakaa chini uichambue hii aya kilugha kiundani, hii aya imebeba maana nzito sana. Aya hii imebeba asalibu za kibalagha, asalibu za kibayani, za undani, sampuli mbalimbali ndani ya aya hii. Ni wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Wewe tosheka. Mwenyezi Mungu, inna Allaha, hakika ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, katika waadi huu alipouleta kwa mtume Muhammad, ameleta kwa taukidi 4, sio moja wala mbili. Taukidi ziko hapa ni 4. Wao ni taukidi, lam ni taukidi, wala saufa ni taukidi, wala saufa yu'tika, kafu hii ya khitabu pia ni taukidi. Sasa taukidi 4 zimebeba katika aya moja, na Mola subhanahu wa ta'ala alipoleta waadhi huu kwa mtume Muhammad ameleta kwa lugha nzito, kwa taukidi, kwa mikwazo, kutuonyesha sisi sharafu ya mtume Muhammad. Saufa, wala saufa. Kwanza hii harfu ya saufa tunajua inafidisha taswif, kitu kufanyika baadaye. Sasa wanazuoni wasema hii taswifu iliyoingia hapa, huwezi ukasema wala saufa, huenda Mwenyezi Mungu akakupa, kwa maana ikawa huna uhakika huu muda uliokusudiwa hapa, hii saufa. Wanazuoni wasema vipaji vyote alopewa Mwenyezi Mungu, alompa mtume katika hii dunia, kwamba mtume alikuwa na muujiza, mtume ni yeye mzima, ni baraka popote anapokwenda, mtume ilikuwa anakabuli katika mambo yake. Wanazuoni wasema vipaji vyote hivi alivyopewa duniani havitoshinda kipaji atakachopewa siku ya Kiyama, nayo ni shafaatul uzma.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tizama lugha aloitumilia hapa, wala saufa yu'tika. Mwenyezi Mungu angesema ana mu'tika, ana mu'tika, mimi ni mwenye kukupa wewe Muhammad, lakini yu'tika jaat bisighati almudhari', imekuja kwa fi'l mudhari, na fi'l mudhari kazi yake nini? Yufidu alistimraru tajaddudiyya, inajulisha kitu kufanyika mara kwa mara, upya upya. Kwa maana yake ikija kwa sigha ya fi'l mudhari, mtume alipokuwa duniani vipaji amepewa, mtume yuko kaburini anapewa vipaji, mpaka kusimama kiyama mtume ataendelea kupewa vipaji. Hii ndio raha ya kusoma lugha ya Kiarabu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Mwenyezi Mungu angesema hatta tarla, wala saufa yu'tika rabbuka hatta tarla, lakini fatarla hii fai pia ina kazi yake hapa, ina kazi yake, lakini tuiwache kwa sababu kuna nukta muhimu hapa. Hii fatarla, Mwenyezi Mungu atampa mtume mpaka aridhike. Daraja ya ridha hakuna yoyote anayoipata ila yule atakayepewa idhni na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daraja ya aridha min a'la darajati al-ata, ni miongoni mwa vipaji vikubwa sana. Hakuna atakayepewa kwa namna hii isipokuwa ni mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu amwambia nitakupa mpaka uridhike. Hebu turudi katika hadithu shafaa. Wakati siku ya kiyama mtume sallallahu alayhi wasallam, wacha ile kwamba watamwendea Adam aseme siwezi, nendeni kwa Nabii Ibrahim, tuache pale, tuingie peponi. Hapa nataka hii nukta ya peponi. Mtume ashafunguliwa mlango wa pepo, aingie astarehe, aone neema za Mwenyezi Mungu ziko peponi. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hatakuwa na amani ndani ya pepo, hatakuwa na raha ndani ya pepo, hatopata utulivu ndani ya pepo. Kwa sababu gani? Kuna baadhi ya ummati wake wako motoni. Atakachokifanya nini? Ndio sasa ujue hii tafsiri, wala saufa yu'tika rabbuka fatarla. Atamsujudia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amwambie inua kichwa chako, omba unachotaka. Hapo kitu atakachokifanya mtume amwambia ya Rabb, inna min ummati man adkhaltuhumun nar. Hakuna ninachokuomba wewe ila nikitizama naona ummati wangu wako motoni. Angalia Mwenyezi Mungu kuthibitisha hii, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, atamwambia mtume Muhammad. Shekhe, hii hadithi nenda kafungue Bukhari wa Muslim, usiulize dhaifu ama sijui daraja, kafungue Sahihul Bukhari na Muslim. Unashaka gani? Mwenyezi Mungu atamwambia mtume Muhammad, nenda Muhammad fa akhrijuhum minan nar, nenda kawatoe motoni wale ambao kwamba katika moyo wao hata kama wamefanya maasi wana madhambi, lakini wanajapo uzito mdogo wa dharra wa imani. Mtume atawatoa, ashapewa idhini na nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atakapowatoa bado wamo, mtume hana utulivu katika pepo, atapiga tena sijda, atamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi idhan li fi man qala la ilaha illa Allah, nipe ruhusa ya Rabb, hata kama wana madhambi, hata kama wamefanya madhambi, lakini maadamu katika moyo wao wana kalimatu shahada la ilaha illa Allah, Mwenyezi Mungu atamwambia idhhab ya Muhammad fa ukhrijuhum minan nar, nenda kawatoe motoni. Hii ndio maana Mwenyezi Mungu atampa mtume mpaka afanye nini? Mpaka aridhike. Ndio al-Imam al-Busiri akamwambia mtume, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hulu lilhadith al-amimi. Tuko katika furaha kubwa na sitaki kuzungumza sana, itakuwa si heshima na si adabu kuzungumza mbele ya viongozi wetu. Samahata mufti yuko hapa,
sote tulioko hapa tunataka tupate mengi kutoka kwake. Mimi nimesimama tu kufungua huu mlango na kuweza kusafisha barabara ili watakaopita wapite kwa namna wanavyotaka wao. Kwa haya niliyozungumza, tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe baraka za Mtume Muhammad. Mwenyezi Mungu atusamehe dhambi zetu. Ndugu zetu walioko Gaza, Palestine, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Mwenyezi Mungu awape ushindi. Mwenyezi Mungu awanusuru. Kwa baraka ya swala zote za Mtume na sifa zote tulimswalia Mtume, Mwenyezi Mungu wagonjwa wapoze, wazee wetu waliotangulia barzakh Mwenyezi Mungu warahamu, na sisi ambao hatujui tutaondoka lini Mwenyezi Mungu atupate husnul khatima inda al-maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.